Wapi vigelegele kwa Bwana? Come on. Kwa maana fadhili zako za
tukamwabudu Bwana, twende tukamtukuze Bwana katika viwango anastahili kutukuzwa, katika viwango anastahili kuabudiwa, katika viwango anastahili kuinuliwa. Tuweke tayari moyo wako kwa ajili ya kuongea na Bwana wakati huu. Tukutukuza Mungu mwenye nguvu, tunakubariki Mungu mwenye uwezo, mwambie Bwana tunakuabudu, tunakuabudu wewe ni Mungu. Twakuinua Bwana, muinue Bwana, muinue Bwana. Tumia nafasi hii kuongea wewe na Mungu. Twakutukuza wewe na Mungu, ongea wewe na Mungu.
tunakushukuru sana. Asante kwa ajili ya Jumapili hii nzuri. Asante kwa ajili ya nguvu zako na uwepo wako ulioko katikati yetu. Asante kwa baraka hii ya kukutana kwa Jumapili ya kwanza ya mwaka wa 2026. Tuko tayari Mungu kusikia kutoka kwako. Tuko tayari kujifunza. Tuko tayari Bwana kuachia mioyo yetu kwako, uzungumze na sisi na kubadilisha mioyo yetu. Roho Mtakatifu ambaye uko katikati yetu, funua akili zetu tupate kuelewa na maandiko, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunatiisha kila falme, tunatiisha kila mamlaka, tunatiisha kila wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya, ya kwamba muda huu ni maalum na wakfu kwa ajili yetu na wewe Bwana. Hakuna chochote kitakachoingia katikati yetu na kuharibu usikivu wetu na kuharibu mioyo yetu ambayo Roho Mtakatifu umeiandaa kuwa udongo mzuri. Sante kwa sababu ya baraka yako hii ya muda. Sante kwa ajili ya baraka yako hii ya neno. Sante kwa ajili ya nguvu zako na uwisho unaofanya katikati yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi. Baba namna gani, Baba namna gani, Baba namna gani, wewe namna gani. Hebu mshukuru Mungu kidogo kwa wimbo huu. Unaweza kufumba macho ukitaka, jiachie mbele kwa Bwana. Baba namna gani, wewe namna gani, nitakutukuza namna gani Baba. Umenitoa mbali namuna gani, umenifikisha hapa namuna gani, umenilinda Yesu namuna gani, owe namuna gani, maisha yangu Yesu namuna gani, peke yako Baba namuna gani, narudisha sifa kwako namuna gani Baba. Taratibu wewe nitukuze jina la Bwana kwa matendo yake makuu.
Unaweza ukakaa taratibu. Asante watu wa praise. Mungu awabariki. Shukuru Mungu sana kwa ajili ya Jumapili hii ya kwanza ya mwezi huu wa kwanza mwaka huu wa 2026. Mungu ametupa neema ya kuonana Jumapili hii ya kwanza. Heri ya mwaka mpya. Nisikia watu wawili tu. Heri ya mwaka mpya. Amen. Ni vizuri kama nini kuwepo nyumbani kwa Bwana. Namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ametupa ya kuhudumiana kwa namna hii. Ni jinsi ya ajabu ya kwamba Mungu ametupa nafasi ya kuwa mwaka huu wa 2026, ndio maana tunamwimbia namna gani. Wale ambao tumekuwa nao kwenye maombi yanayoendelea ya siku 21, leo jioni itakuwa siku yetu ya 3, na kwa sababu leo ni Jumapili kama ilivyo utaratibu wetu, tutaanza mapema saa 8. Kwa jitahidi uwahi ili tumalize mapema, tukupe muda wa kupumzika pia kwa ajili ya shughuli za wiki ambayo tayari tumeianza. Lakini theme ambayo tunayo, jambo ambalo tunatembea nalo na tunaongea nalo, ni maono ambayo Mungu anatusukuma kusema na kukuhimiza uyaishi mwaka huu wa 2026. Utakumbuka kwa miaka 3 nyuma Mungu ametupa kusema na sisi kila mwaka, na msukumo wa mwaka ambao tunaona unafaa kutembea nao kadri Roho Mtakatifu anavyotuongoza. Na wengine ni shuhuda ya kwamba tunapoishi kwa imani yale ambayo Mungu anatusemesha yanatokea. Mwaka 2023 utakumbuka tulikuwa tunasema ni mwaka wa kuzaa matunda. 24 mwaka wa ongezeko. Mwaka 2025 tulikuwa tuna msukumo wa mwaka wa kumiliki na kutawala. Na mwaka huu wa 2026 Mungu anatusemesha kupitia maandiko mawili au vifungu viwili vya maandiko vikiongozwa na Kumbukumbu sura ya 1 mstari wa 11. Ni mwaka wa kuongezeka mara 1000. Haleluya. Haleluya. Nitegemea watu ambao wanashangilia kwamba Mungu anatupa ongezeko mara 1000 mwaka huu. Sio mara 1, sio mara 2, sio mara 100, lakini mara 1000. Kwa hiyo tunavyoanza mwaka huu na neema tumepata ya kuanza kuweka msingi leo, mkao wa ongezeko mara 1000. Kumbukumbu la Torati sura ya 1 mstari wa 11, Biblia inasema, Bwana Mungu wa baba zenu na wafanye kuwa wengi mara 1000 kuliko mlivyo. Wafanye kuwa wengi mara 1000 kuliko mlivyo. Alafu anaendelea, aishi hapo, anasema na kuwabariki kama alivyowaahidi. Isaya sura ya 60 mstari wa 22 una ahadi hiyo hiyo kwa msisitizo ule ule. Msisitizo wa Isaya ni kwamba hata kama ukiwa ni mdogo, yani kama ulikuwa hauna kitu, bado utaongezeka mara 1000. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu anasema waongeze, wafanye kuwa wengi kuliko mlivyo. Maana yake kuna kiwango tayari unacho. Hicho kiwango Mungu anataka kukiongeza mara 1000. Isaya anaonyesha hata kama kiwango chako ni 0, bado ni nia ya Mungu ya kwamba anataka kukuongeza mara 1000. Kwa sababu mstari wa 22 Isaya sura ya 60 inasema mdogo atakuwa 1000. Yani ambaye hana kitu, amna amekosa kabisa, basi awe na 1000. Mdogo atakuwa 1000, atakuwa 1000, na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitayahimiza hayo wakati wake. Kwa hiyo mwaka huu Mungu anaweka ndani yangu kukusemesha, na mimi ninaamini na Roho Mtakatifu kama wewe ya kwamba huu ni mwaka wa kuongezeka mara 1000 katika kila ulichonacho katika jina la Yesu. Uongezeke kwenye familia, uongezeke kazini, uongezeke kwenye biashara, uongezeke kwenye huduma. Mara 1000 iwe ni kiwango cha chini. Mdogo atakuwa 1000, na hilo liwe ni fungu lako katika jina la Yesu. Nataka nikuonyeshe mambo kadha wa kadha ya msingi kutoka kwenye vifungu hivi viwili vya maandiko. Mambo kama 6 ya msingi ambayo unatakiwa kuyaishi ili haya tunayoyasema yawe ni ndio na amini kwako.
Ahadi zote za Mungu ni kweli, naamini, lakini kila ahadi ya Mungu ina masharti na vigezo vya kuzingatia ili iwe ndio naamini. Kwa hiyo lazima ujue ahadi ambayo nimekupa. Anasema mdogo atakuwa 1000, Mungu awafanye kuwa wengi mara 1000 kuliko mlivyo sasa, lakini kuna masharti. Kwa hiyo ujue masharti ya kushika kwenye hizo ahadi, alafu utimize yale masharti, ndipo ahadi za Mungu zinafunguka, zinakuwa ni kweli naamini. Sasa hapa unaona mambo 6 ya msingi ambayo unahitaji kuyajua na kuyashika mwaka huu, ili huu usiwe tu mstari wa kukutia moyo, iwe ni neno ambalo linadhihirika kwako katika mwili. Jambo la kwanza ambalo unaliona kwenye hivi vifungu viwili vya maandiko, ile Kumbukumbu 1 mstari wa 11 na Isaya sura ya 60 mstari wa 22, mambo 6 ya msingi unayoyaona ambao unatakiwa kuyaishi ili kupokea ili ongezeko mara 1000. Jambo la kwanza, unahitaji kukaza kuhusiana na Mungu kiagano mwaka huu. Mungu awe ni Mungu wa agano kwako, kwa sababu ni kwenye agano pekee Mungu ameahidi kukuongeza mara 1000. Ile Kumbukumbu sura ya 1 mstari wa 11 anasema Bwana Mungu wa baba zenu. Nataka uone lile neno Bwana Mungu wa baba zenu. Kwa hiyo ni Bwana kwako, lakini kutokana na baba zako walivyoamua wawe baba kwako. Maana yake ni nini? Maana yake huyu ni Mungu wa agano. Baba zetu wa kiroho wakubwa watatu unajua wanaozungumziwa, Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa hiyo Israeli wanavyoambiwa Bwana Mungu wa baba zenu, maana yake Mungu alikuwa anawaambia atakaye waongeza mara 1000 kuliko mlivyo ni Mungu wa agano. Mungu ambaye baba zenu walifanya naye agano, wakajitokeza kwao wakafanya naye agano, lakini umfanye kuwa Bwana. Maana yake awe wa kwako lakini ndani ya agano. Na unaliona hilo likitokea katika maisha ya wana wa Israeli kuanzia kwa Yakobo ile sura ya 28. Unajua Mungu anavyojitokeza kwake, anasema nataka uwe Mungu kwangu binafsi, lakini aliyemtokea ni Mungu wa baba zake. Maana yake Mungu wa agano. Tafuta sana mwaka huu, kaza sana mwaka huu kuishi na Mungu kiagano. Unaniuliza kiagano maana yake nini? Mambo mawili makubwa niisha kuambia. Jambo la kwanza, hakuna agano lisilo na masharti. Agano lina mambo mengi, moja kubwa ambalo agano limebeba masharti. Kwa hiyo mwaka huu timiza masharti kwenye agano. Tafuta masharti ya agano la Mungu wako yatimize. Jambo kubwa sana kwenye agano ambalo Mungu anatafuta utakatifu. Kwa hiyo mwaka huu kaza sana kutimiza sharti la kuwa mtakatifu, kwa sababu ni hivyo tu utadumu kuwa na uhusiano na Mungu wa kiagano. Watu wengi sana huku duniani wana mikataba, mingine inaendelea kutekelezeka, lakini kwa rehema za upande mmoja, kwa sababu upande mmoja inawezekana ulishavunja masharti ya mkataba. Ukivunja masharti ya mkataba, unaweza kuendelea kuwa ndani ya mkataba, lakini tu kwa sababu kuna upande unakuhurumia. Ndio Maombolezo anasema sura ya 3 mstari wa 22 na kuendelea 24, ni huruma za Mungu ya kwamba hatuangamii. Rehema zake ni kuu, hazikomi, ni mpya kila asubuhi. Kwa hiyo ile kwamba umeokoka na uko kanisani kila siku na kwamba unakuja unasali, unaona kwamba wewe ni mpendwa, ni sawa, lakini haimaanishi kwamba umekaa kwenye agano. Kwa sababu inawezekana tu ni kwa sababu ya huruma za Mungu ameamua kukuacha. Petro anatuambiaje? Mungu achelewe kujibu maombi yetu kama tunavyofikiri, lakini huvumilia ili kwamba asije akatuharibu. Kwa nini? Anaona yamkini tunaweza tukatubu hapo katikati tukamrejea. Kwa hiyo unaweza ukawa ndani ya agano lakini nje ya agano. Sasa usitamani kuwa ndani ya agano lakini nje ya agano, alafu ukaomba ongezeko mara 1000, kwa sababu haitatokea. Nini kitakufanya ukae ndani ya agano, katika agano kubwa moja? Kumbuka, shika masharti. Sharti moja kubwa ambalo ningetamani utembee nalo mwaka huu, kuwa mtakatifu. Na huwa anasema kuna utakatifu ngazi 3. Moja ni neema ya Bwana ya kwamba tunakuwa watakatifu.
Kwa hiyo kama Mambo ya Walawi amesema zaidi ya mara 5 mara 6 kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi tu ya kwamba iweni watakatifu kwa sababu mimi Bwana ni mtakatifu, au kama Mungu wenu alivyo mtakatifu. Utagundua katika usomaji wa vitabu ya kwamba kitabu cha Mambo ya Walawi ni kitabu cha utakaso. Nataka utakatifu, Mambo ya Walawi ni kitabu kilikuwa kinashughulika na hiyo ajenda. Amesisitiza zaidi ya mara 5 mara 6, iweni watakatifu kwa kuwa mimi Bwana ni mtakatifu. Kwa hiyo kuna neema ambayo inatubeba kuwa watakatifu kwa sababu Mungu tunayemwamini ni mtakatifu. Lakini kuna ngazi ya pili ambayo ni karama. Waraka wa Paulo mtume kwa Warumi anatuambia ya kwamba ni karama ya Mungu ya kwamba sisi ni watakatifu, ya kwamba tuna haki kwa sababu ni karama. Karama ni uwezo wa Mungu juu yako kukuwezesha kufanya jambo fulani. Ni zawadi ya Roho Mtakatifu juu yako kukuwezesha kufanya jambo fulani. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo utapita na utabaki mtakatifu, si kwa sababu ya neema, lakini kwa sababu kuna uwezo wa Mungu ambao umekuwezesha kupita. Hata wewe ukiangalia unasema siamini kama nimepita hapa katika utakatifu wangu. Wengine wakikuangalia pia wanasema siamini kama huyu mtu amepita hapa na bado yuko na Mungu wake. Ni kipawa, ni uwezo wa Mungu ya kwamba hapa sio neema tu, sio tu ule upendeleo wa Mungu, ni karama ya Mungu ya kwamba hapa unaweza kupita kwa sababu kuna uwezesho ambao Mungu amekuwekea juu yako ili upite. Lakini ngazi ya tatu ambayo nataka uishi ni utashi. Kwa hiyo kuna utakatifu neema, utakatifu kwa karama au kipawa, na kuna utakatifu utashi. Ni muhimu sana ukaishi utashi, kwa sababu utakatifu kipawa unaweza ukawa juu ya yote. Neema ni kwa sababu umeokoka. Kipawa inaweza kuwa kwa yoyote. Simba anaweza kawa kipawa cha utakatifu, asikuume. Ndivyo alivyofanya kwa kina Danieli. Usifikiri tu alifungwa makano ya simba, alipewa kuwa mwema, akalea kina Danieli. Ni kipawa cha Mungu. Kwa hiyo kuna watu wanaweza wasikuzuru, wabaya, lakini inapokuja kwenye ishu ya kukudhuru wakasema huyu tumuonee huruma, huyu tumuonee, kwa kweli tumefanya dhambi nyingi, hemu hii tusifanye. Wakakuacha ukaishi. Sio kwa sababu wameokoka, sio kwa sababu wanapenda kutenda matendo mema. Ni uwezo wa Mungu aliye juu umekuja ndani yao ukawawezesha kuwa watakatifu. Lakini ngazi ya tatu ni utashi, uamuzi. Mwaka huu fanya uamuzi wa kuwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu kuna baraka za kiagano unazihitaji za kuongezwa mara 1000, na lazima ushike masharti na amua toka ndani ya kwamba mimi mwaka huu nitakuwa mtakatifu. Ayubu akasema ile sura ya 31 mstari wa 1, nimefanya agano na macho yangu ya kwamba sitamtazama mwanamke kwa kumtamani. Maana yake ameamua binafsi na akashirikisha macho yake ya kwamba utatazama vitu lakini si kwa tamaa. Yusufu akaamua ndani ya nyumba ya Potifa. Pengine walikuwa wawili tu na mke wa Potifa kama maandiko yanavyotuambia, lakini akaamua nimtendeje Mungu dhambi kubwa namna hii? Siwezi kumtenda Mungu nikamfurahisha mke wa Potifa na mwili wangu. Akaamua kukimbia dhambi ya uzinzi. Acha mke wa Potifa abaki na joho, lakini mimi nakimbia hii dhambi. Acha nisingiziwe ya kwamba nitaka kumbaka, nitakwenda gerezani, lakini nimekimbia dhambi. Uamuzi ya kwamba nitakuwa mtakatifu. Na haimaanishi utakuwa mwepesi. Wakati mwingine unaweza ukalazimika kwenda gerezani, kuwa tayari kwenda kwa sababu umeamua ya kwamba mimi nitabaki na Mungu wa agano. Haleluya. Mungu akupe huo uweza katika jina la Yesu. Wakati kila mtu ofisini anataka kufanya matendo mabaya, wewe fanya muamuzi, sema mimi niko kinyume na hicho mnachokifanya. Acha kila mtu akuone kama vile wewe ni adui yake, lakini unasema mimi sitamtenda Mungu dhambi namna hii, nimeokoka. Kwa hiyo Mungu akupe uwezo wa kuhusiana naye kiagano. Timiza masharti. Moja kubwa, fanya lengo la kutembea nalo mwaka huu, uwe mtakatifu kwa kuamua, kwa utashi. Haleluya. Na haimaanishi itakuwa vyepesi kama ninavyokuambia.
Ndio maana Biblia inasema wale watakaovumilia hata mwisho ndio watakaopokea taji. Kwa hiyo wakati mwingine ni kwamba uko kwenye pressure ambayo unaiona ni pressure ulitakiwa kuitimiza, lakini amua pia katikati ya pressure ya kwamba utabaki kuwa mtakatifu, kwa sababu Mungu anataka kukuongeza mara 1000 kama vile alivyowaahidi baba zako. Maana yake kama alivyo Mungu wa kiagano. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili la msingi unaloliona ambalo unahitaji kuliishi ili uone ili ongezeko mara 1000. Mungu yuko tayari kukuongeza kutoka na ulicho nacho. Hilo ni jambo la pili. Mungu yuko tayari kukuongeza kutoka kwa ulicho nacho. Isaya anasema mdogo atakuwa 1000. Maana yake naye kuna sehemu ameanzia. Kumbukumbu anasema Mungu wa baba zenu awafanye kuwa wengi mara 1000, alafu anaweka kipimo kuliko mlivyo. Kwa hiyo kuna kiwango huko. Muombe sana Mungu akuonyeshe hicho kiwango mwezi huu wa kwanza kama lango la mwaka huu. Mungu anataka kujenga kwenye hicho kiwango ulicho nacho. Na Biblia inasema hata yule asiye na kitu hicho alichonacho atanyang'anywa. Maana yake hakuna mtu asiye na kitu. Tatizo wengi tunaangalia fedha ili tuanzie hapo kama tunataka kufanikiwa. Lakini njia za Mungu ni tofauti. Mungu ameweka ndani yako karama, amedeposit vitu ambavyo viko tayari kukupeleka kuliko sehemu ya mbali kuliko unavyofikiri. Na jambo la kwanza, mtaji mkubwa ambao Mungu ataweka ndani yako ni wazo. Kwa hiyo mawazo ya kufanikiwa yenye ujasiri wa kukutoa ulipo ndio mtaji mkubwa unahitaji mwaka huu. Muombe Mungu akuonyeshe nini ulicho nacho. Sasa Mungu anasubiri uanze kuona hicho ulicho nacho na kukitumia, alafu aachilie uwezo wake wa kukuongeza mara 1000. Kwenye Waamuzi sura ya 3 kuna mtu anaitwa Shamgari. Nyinyi wasomaji wa Biblia mnamfahamu. Katikati ya upinzani mkubwa anahitaji kujitetea, hakuwa na kingine isipokuwa konzo, na akatumia hilo akaua watu 600. Sura ya 15 kuna mtu anaitwa Samsoni. Katikati ya upinzani mkubwa alionao, angeweza kusubiri atafute silaha nyingine ya kupigana, lakini wakati anaona kuna ushindi anahitaji kuwa nao, chini akaona mfupa, akaona taya ya mfupa wa punda. Hiyo kwake ikawa ni mtaji mkubwa. Akaua watu 1000 kwa taya ya punda. Fikiri, taya ya punda ikaua watu 1000. Wangeweza kukaa wakasubiri mpaka Mungu ajitokeze awasaidie, na nakwambia pengine adui zao wangewashinda. Wewe pia mwaka huu usisubiri mpaka upate kile ambacho akili zako zinafikiri unahitaji kuwa nacho ili kuanza. Akili zako zinafikiri unahitaji kuwa nacho ili uongezeke. Angalia kile ulicho nacho, na kwa hicho ulicho nacho, kutoka hapo Mungu anataka kukufanya kuwa mwingi mara 1000 katika jina la Yesu. Usiangalie udogo wala ukubwa, kwa sababu hata asiye na kitu ana kitu. Maana yake unacho. Anza na hicho na Mungu akuongeze katika jina la Yesu. Jambo la tatu ambalo nataka uchukue, hakikisha ya kwamba unapotafuta ongezeko la namna hii, unatafuta na baraka za Bwana, kwa sababu hili ni ongezeko ambalo limeambatana na baraka za Mungu. Na baraka za Mungu zinafanya mambo kama matatu. Tulishawahi kufundishana, nafikiri ni hapa kama sikosei au eneo jingine. Lakini baraka za Mungu zinaachia mambo makubwa matatu. Ile Kumbukumbu 1:11 anaposema Mungu awaongeze muwe wengi mara 1000 kuliko mlivyo. Jambo jingine anasema na kuwabariki. Kwa hiyo tafuta hizo baraka. Kwa nini? Kwa sababu hizo baraka zinaachia uwezo wa kimungu mambo makubwa matatu. Moja, zinakuletea watu sahihi. Mungu akikubariki anakuletea na watu sahihi. Unahitaji hizo connection kutoka kwa watu sahihi ili kuwa na ongezeko. Hauhitaji kufanya kazi peke yako. Unahitaji watu ambao Mungu ameweka tayari kwa ajili ya kukusaidia. Baraka zikija, jambo la pili, zinaandaa mazingira. Circumstances, mazingira ya kukufanya ufanikiwe.
Hata kama una watu wa kukusaidia, mazingira hayako upande wako, huwezi kufanikiwa. Ndio maana inawezekana umesaidiwa sana mtaji, umesaidiwa sana kwenda shule na bado haijakusaidia. Kwa nini? Kwa sababu watu wanahitaji mazingira sahihi, ili ndani ya haya mazingira sahihi uweze kustawi. Ni kama vile mbegu. Huwezi kuwa na mtaji wa watu alafu hujaandaa udongo wako sawa sawa, alafu mvua haipo, hewa haipo, hiyo mbegu haitaota. Kwa hiyo unahitaji mazingira sahihi ambayo yanakubeba ili uweze kuongezeka mara elfu. Sasa unisikilize, haya mazingira sio lazima yawe mazuri, wakati mwingine mabaya. Kwa hiyo unahitaji roho ya utambuzi, ya kujua ya kwamba haya mazingira nimeruhusiwa kuwemo, sio kwa sababu Mungu anataka kunitesa, ni kwa sababu kupitia hapa ninapopita kwenye huu moto nipige hatua kubwa zaidi mwaka huu. Haleluya! Tazama kila changamoto inayokuja kwako mwaka huu kama fursa. Na hilo ni jambo la tatu. Kila baraka inaleta fursa kwako. Mungu akikubariki kweli kweli, anakuletea watu, anakutengenezea mazingira na anakuonyesha fursa ambazo zinatakiwa kukufanikisha. Ukitaka ongezeko la namna hii, lazima haya matatu yafunguke kwenye maisha yako. Ndio maana Mungu hakusema tu, hakuombea tu waongeze mara elfu, alisema na mbarikiwe. Na Mithali sura ya 10:22 Biblia inasema baraka za Bwana utajirisha na hazichanganyi huzuni pamoja nazo. Kwa hiyo baraka ya namna hii inakuja na ongezeko ambalo halikupi majuto. Tafuta hiyo, ni muhimu sana. Wengi ninasoma habari za Daudi ambazo nazipenda. Nafikiri nishawahi kusema hapa, lakini miaka kadhaa nyuma, nafikiri mwaka jana au mwaka juzi, nilishangaa sana wakati nasoma habari za Daudi. Wengi tunasoma tu tukaona alimpiga Goliati. Lakini una jambo la msingi sana nilikwambia na nikukumbushe, ambalo unaliona kwa Daudi. Mungu alivyoamua kumuongeza, alimtengenezea hivi vitu vitatu. Alimtengenezea watu. Wakati anaenda kwenye ile jeshi, kaka zake watatu walikuwepo. Alikuwa ameshatumika kwa Sauli. Roho mbaya ikija, anaenda kupiga kinanda ili amuondoke Sauli. Ameshapelekwa ikulu. Kwa hiyo ni mtoto wa nyumbani kwa aina fulani kwa Sauli. Ameshatengenezewa mazingira. Fikiri angeenda kwenye ile vita ni mgeni kabisa. Ndugu zake tu walimkataa, wakamwambia tunakujua wewe ni mgomvi, toka. Ndugu zake wa kuzaliwa walimkataa. Fikiri watu wengine wangefanyaje? Wangemfukuza. Lakini angalau tayari mazingira yalikuwa yametengenezwa, anafahamika na Abneri mkuu wa jeshi, anafahamika na mfalme. Anavyoomba kwenda kupigana na Goliati, kipingamizi ni kimoja tu, ya kwamba wewe bado kijana mdogo. Huyu amekuwa ni askari toka ujana wake. Lakini Mungu akawa amemtengenezea mtu anaitwa Sauli. Mfalme akasema mwacheni tumpe nafasi. Kama anasema anaenda kupigana kwa ajili ya Mungu wa Israeli, mpeni nafasi. Akapewa nafasi, akapata fursa ya kwenda kukabiliana na Goliati. Mungu alimtengenezea watu, akamtengenezea mazingira, akamtengenezea fursa. Angalia, hii fursa ikija kwa namna hii, moja ya kitu inafanya kwako ni kukukuza. Inakukuza, kukupeleka kwenye kiwango ambacho unatakiwa kutembea nacho ili uone ili ongezeko mara elfu kwenye maisha yako. Unasema mtumishi, umejuaje? Daudi wakati anaomba ile chance ya kwenda kupigana na Goliati, wote wanamjua. Kaka zake wanamjua, mfalme anamjua, Abneri anamjua, pengine na watu kwenye ile jeshi wanamjua. Amekwenda amempiga Goliati. Katikati ya ule mwendo aliopiga wa kumpiga Goliati, hakuwa Daudi yule tena, alibadilika. Alikuwa Daudi mwingine. Na alivyomuua Goliati, anarudi na kichwa cha Goliati. Angalia, unajuaje amekuwa Daudi mwingine? Mfalme hamtambui. Sauli anauliza, huyu ni mtoto wa nani? Mtu ambaye ametoka kuongea naye dakika chache zilizopita. Anayeulizwa ni mkuu wa majeshi Abner. Abner naye anasema hata mimi sijui ye mfalme huyu ni mtoto wa nani. Angalia, sio hiyo tu, ndugu zake pia hawakumtambua. Kwa nini? Kwa sababu waliulizwa kwenye ule mkutano, huyu ni mtoto wa nani? Ametoka wapi?
Ni askari gani? Wote hakuna mtu anayemtambua. Akabidi aulizwe Daudi mwenyewe. Daudi akaulizwa, wewe ni mtoto wa nani? Yeye ndiye alijitambulisha, akasema, mimi mfalme, mtumishi wako ni mtoto wa Yese. Nini kimetokea? Nini kimefanya wamsahau? Kuna upako wa namna hii ukija juu yako, hauangalii saizi ulionayo, unaangalia kile ambacho Mungu anataka kukufikisha ili ukiachieve, ili ukitimize. Na upako wa namna hii unakuongeza kufikisha kwenye hicho kiwango ambacho utaweza kukaa na wakuu, ukafanya maamuzi na wakuu, na baadaye ndio wagundue ya kwamba kumbe ulikuwa mtu wa ngazi ya chini. Haleluya! Mungu akupe huo upako katika jina la Yesu. Unisikilize, kuna mikataba mwaka huu unaweza ukapewa kwa kujaribiwa. Wanasema tumjaribu, huyu ana genge tu pale, anapika mama ntilie, hapa kuna tenda ya chakula, tumjaribu kama ataweza. Ukipewa usione kama ni kujaribiwa, ona ni fursa Mungu ameleta kwako ya kuongezeka mara 1000. Nenda kama mtu mwenye kampuni kubwa ya catering. Kwa nini? Kwa sababu utiisho wa Bwana umeshakuwa juu ya wale ambao wamewaandaa ili wakuinue. Na jambo moja, utiisho ukija juu yao, roho zao zitazimia, hawatakuwa na nguvu tena ya kukudhalau. Na ukishafanikiwa ndio watauliza, wewe ulitokea wapi? Waambie, mimi ndio mama ntilie, nilikuwa napika nje ya ofisi. Wakikuuliza uwezo umetoa wapi? Waambie ni Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna maamuzi Mungu anakupa fursa ya kushiriki mwaka huu ofisini kwako ambayo hukuwahi kushirikishwa. Hiyo fursa ikija, usione kama unaulizwa kwa bahati mbaya. Utakuwa kwenye corridor unatengeneza chai, au unapita wewe unajiona ni kama umechelewa ofisini, lakini Mungu alikusudia hiyo timing uwe kama umechelewa, ukutane na bosi. Na au unakunywa chai kwa kuchelewa, ukutane na mtu mwenye maamuzi, na atakuuliza, je, kitu fulani kinafaa kutendwa kwenye hii ofisi? Usijiulize unaniuliza mimi kama nani? Bosi umekosea mtu wa kumuuliza. Hiyo ni fursa imekuja kwako. Wewe toa maamuzi, na maamuzi yako yatakuwa final katika jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu baraka inakupa fursa, inakupa watu, inakutengenezea na mazingira ambayo ni yanakustawisha. Kwa hiyo Mungu anapokubariki akupe na mazingira ambayo yatakustawisha katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Mashujaa watatu wa Daudi. Wakati fulani Daudi alitamani kunywa maji, anasema, ya kisima kilichoko Bethlehem. Mambo ya Nyakati wa kwanza, unaweza ukaiona hiyo habari sura ya 11, nafikiri na Samueli wa kwanza, sikumbuki sura ya ngapi, labda 25. Lakini Daudi akatamani kunywa maji ya kisima. Alafu mashujaa wake watatu wakatoka, wakaenda wapi? Wakaenda kuteka yale maji. Walipita katikati ya adui na wakafanikiwa, wakaleta yale maji. Walivyomletea Daudi, Daudi akakataa kuyanywa. Kwa nini? Anatupa sababu. Anasema, je, hii si damu ya watu? Kwa nini ninywe damu ya watu? Akakataa kunywa yale maji. Biblia inasema akayamwaga. Nachotaka uone kwanza, ilikuwa ni shauku ya moyo wake kunywa hayo maji. Mungu akamtengenezea mashujaa watatu wa kwenda kupita katikati ya adui mpaka kuteka maji kwenye kile kisima. Na wakateka na wakayaleta. Daudi akakataa. Kwa nini alikataa? Kwa sababu moja kubwa. Hakutaka aone ya kwamba tatizo lake au haja alionayo imetatuliwa na mwanadamu. Nini Mungu anatusemesha? Namba 3 ni uwakilishi wa Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo kati ya hawa watu kuna mtu alikuwa na mpango wa kufika kwenye kile kisima. Kati yao kuna mtu alikuwa na mkakati wa namna ya kufika. Nguvu za Roho Mtakatifu ziliwawezesha kwenda kufika kwenye kile kisima, wakateka maji. Lakini angalia, mpango ukiwepo, uweza wa Mungu ukiwa juu yako kwa kusaidia, jambo moja kubwa sana la msingi ambalo ni muhimu ukalishika, ujue ya kwamba sio uwezo wako, sio nguvu yako, sio maarifa yako itakufanya uongezeka mara 1000 kama ninavyosema, au upate ukombozi kama Daudi, isipokuwa ni Yesu peke yake. Kwa hiyo Daudi alivyokataa, akasema hii si damu ya watu. Maana yake alikataa kuweka tegemeo lake kwa wanadamu, na ilikuwa ni picha ya kwamba iko damu ya Yesu ya ukombozi ambayo itamkata ile kiu aliyokuwa nayo.
na Yesu anajitambulisha hivyo. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni maji ya uzima. Kwa hiyo Daudi alikataa kutegemea wanadamu, ingawa msaada ni kama wote ulikuwa umeshakuja. Kwa nini? Kwa sababu wanadamu wamefanya kwa namna yao, lakini Mungu ndiye anayefungua watu sahihi, mazingira sahihi, ndiye anayekupa fursa sahihi. Mwaka huu usiende kwa kumtegemea mtu, katika jina la Yesu. Sisemi kutegemea watu ni vibaya, ni muhimu sana. Hawa jamaa walileta maji na Daudi angeweza kukata kiu yake, lakini mpaji wa maji ni muhimu zaidi ya watu ambao wamechukua maji physically. Yule ambaye anakusaidia rohoni ni wa muhimu zaidi kuliko wale wa mwilini. Kwa hiyo badala ya kuweka mtazamo wako kwa watu, weka tegemeo lako kwa Mungu akuletee watu sahihi, katika jina la Yesu. Jambo la 4, kama sikosei, kama niko sawa sawa, jambo la 4 la msingi la kuzingatia, ongezeko la namna hii Mungu analileta kwako kwa kusudi la kimungu. Tafuta kuishi kusudi la Mungu mwaka huu. Isaya sura ile ya 60 mstari wa 21 kabla ya ule wa 22, Biblia inasema watu wako nao watakuwa wenye haki wote, nao watairithi nchi milele. Chipukizi nililolipanda mimi mwenyewe, kazi ya mikono yangu mwenyewe. Alafu anasema ili mimi nitukuzwe. Alafu ndio mstari wa 22 anasema mdogo atakuwa 1000. Kwa hiyo kusudi la Mungu kukuongeza mara 1000 ni ili yeye atukuzwe. Katika kila unaolifanya mwaka huu, tafuta Mungu wako afahamike. Haleluya, haleluya. Ukipata mafanikio yoyote, ona, amini na taja ya kwamba ni Mungu amekufanikisha. Hilo ni jambo la msingi sana. Jambo la tano la msingi la kushika, ruhusu wakati ulioamriwa na Mungu ndio ukuletea hayo mafanikio. Ruhusu wakati ulioamriwa na Mungu ukuletee hilo ongezeko. Mungu, Biblia inasema amekifanya kila kitu chema kwa wakati wake. Kwa hiyo Mungu anaachilia mambo mazuri yote kwa utimilifu wa wakati. Chochote utakachokipata, ongezeko lolote litakalokuja nje ya ukamilifu wa wakati, maturity of time, unahatarisha kuja kukuangamiza. Kwa hiyo mruhusu Mungu akufunulie, akusemeshe na akujulishe wakati mtimilifu aliokusudia kufanya ili ongezeko. Tuna miezi 12. Nani ajuaye, inaweza kawa mwezi huu wa kwanza au mwezi wa pili au mwezi wa 3 au mwezi wa 10. Unahitaji kujua timing za Mungu, wakati ambao Mungu amekusudia ili kukufanikisha. Na Biblia inavyosema, Mungu hachelewi, lakini anasubiri ili labda utubu, na anaangalia wakati uliotimilika ili akujibu. Mhubiri sura ya 9 mstari wa 11 ndivyo anavyotuambia. Mafanikio yanakuja pale ambapo fursa na wakati vinakutana. Kwa hiyo muda wote tafuta kwa kwenye wakati sahihi. Sura ya 8 ya kitabu cha Mhubiri inatuambia pia matendo sahihi. Matendo sahihi, namna sahihi ya kufanya jambo imeachiliwa kwenye muda. Kwa hiyo hakikisha wakati unatazamia ili ongezeko, tazama kwenye muda na Mungu akufundishe wakati sahihi. Sura ya 60 kitabu cha Isaya mstari wa 62 anaposema mdogo atakuwa 1000 na mnyonge atakuwa taifa hodari. Kipengele cha mwisho anasema mimi Bwana nitayahimiza hayo wakati wake. Kwa hiyo kuna wakati wa Bwana ndani ya mwaka huu ambao Mungu amekusudia kuleta hilo ongezeko. Ni fursa ambao unatakiwa kuiona, na ndivyo alivyosema na wana wa Israeli, Mungu awafanye kuwa wengi mara 1000 kuliko mlivyo. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa ni nyakati za kujiliwa kwao, ilikuwa ni majira ya wao kuongezwa. Jambo la mwisho la 6 la kutunza ili uone hili ongezeko mara 1000 kulingana na haya mafungu mawili ya maandiko, unahitaji kumruhusu Mungu akufanyie hili ongezeko. Hili ongezeko la namna hii, ukijaribu kulifanya kwa nguvu zako utachoka kabla ya muda. Kwa hiyo mwaka huu ningeweza kutumia neno jiachie kwa Bwana. Mtegemee yeye kwa 100% zaidi ya 100 kama unaweza. Mtegemee yeye.
uwe ni mwaka wa kutazamia kujiliwa na Bwana. Haleluya! Kwa hiyo maana yake, kama unatazamia, macho yako lazima yawe wazi, masikio yako lazima yawe wazi kusikiliza. Kwa muda wowote Mungu atasema na wewe ya kwamba majira ni haya, wakati umefika, inuka uangaze. Ukisikia hiyo sauti usibaki chini, lakini ruhusu Mungu akufanyie ili ongezeko. Kumbukumbu ile sura ya 1 mstari wa 11 anasema, Bwana Mungu wa baba zenu awafanye. Kwa hiyo si wewe, sio wana wa Israeli, Mungu wako wa agano akufanye kuongezeka mara 1000. Kwa hiyo wewe unachohitaji nini? Wewe unachohitaji ni kumwamini Mungu, kutunza masharti ya agano, kuomba hizi baraka za Mungu zije, alafu mwachie Bwana afanye sehemu iliyobaki. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwaka huu ni mwaka wa kumwachia Bwana akuongeze. Nataka nikupe maeneo 5 haraka haraka ambayo Mungu ananisemesha ya kwamba mwachie Mungu akuongeze kwenye hayo maeneo. Unapojiachia, muombe Mungu maombi haya 5. Unapojiachia, ukimsubiria Bwana, ukimtazamia Bwana, muombe Mungu akupe ongezeko kwenye maeneo 5 yafuatayo. Moja, muombe Mungu akuongeze uwezo wa kupokea. Mungu akuongezee uwezo wa kupokea. Unajua si kila kitu kinachokuja kwako unaweza kukipokea. Vingine unaweza kushindwa kupokea. Vingine unaweza ukapokea vikakuharibu. Sio kwa sababu ni vibaya, ni kwa sababu haukuwa na utayari wa kupokea. Na kwa hiyo Mungu hata kuletea ili ongezeko mpaka awe na uhakika ya kwamba una uwezo wa kupokea. Injili ya Yohana sura ya 16 mstari wa 12 ndivyo alivyowaambia wanafunzi. Yesu akawaambia wanafunzi, nina mambo mengi sana ya kuwaambia. Mimi sijui wanafunzi wa Yesu walitunyima nini Yesu asiseme na sisi. Lakini unagundua kuna mambo mengi ambayo Yesu alitaka kuambia lakini hakuwaambia. Inawezekana kwa uwezo wa Roho Mtakatifu yamefunuliwa maeneo mengine, lakini inawezekana mengine hayakufunuliwa, kwa hiyo hata hayakuandikwa. Nini kimetunyima pengine kujua hayo? Uwezo wa kupokea wa wanafunzi. Kwa hiyo Yohana 16:12 Biblia inasema, hata bado nikali ninayo mengi ya kuwaambia. Mungu bado ana vitu vingi vya kukusemesha. Mungu akufundishaye kupata faida ana shule nyingi anahitaji kukupitisha. Lakini anasema hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Kwa hiyo uwezo wako wa kupokea unaamua kiwango ambacho Mungu anataka kukuongeza. Muombe Mungu, na tunavyoendelea na hizi siku 21 za maombi, Mungu aongeze uwezo wetu wa kupokea. Haleluya. Uwezo wetu wa kusikia sauti yake, uwezo wetu wa kufundishwa na yeye tukafundishika, uwezo wetu wa kupokea yale anayotusemesha. Unahitaji hiyo. Jambo la pili, muombe Mungu akupe uwezo wa kuongeza mipaka. Wale ambao tunakuja jioni kwa siku 2 hizi tumekuwa tukiongea ongezeko la kimipaka. Unahitaji Mungu akuongezee mipaka. Niliwaambia nafikiri jana kwenye maombi ya jioni, baraka zozote ambazo zinakuja nje ya mipaka yako hauna uwezo wa kuzitunza. Umezihatarisha kuzipoteza. Kwa hiyo lazima uwe ndani ya mipaka. Na Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 4 mstari wa 10 tulisoma wale wanaokuja jioni habari za Yabes. Na angalia alimwomba Mungu nini? Maombi aliyomuomba mojawapo kati ya yale maombi 4, uongeze hozi yangu, mipaka. Aliomba Mungu ambariki kweli kweli. Ombi la pili, aongeze mipaka. Unahitaji Mungu aongeze mipaka yako. Hiyo ni ombi lako, na tutaendelea leo jioni kuendelea kuomba. Jambo la tatu, ili kupokea ongezeko la namna hii mara 1000, unahitaji kumwomba Mungu akupe uhuisho, akupe nguvu ya vyombo vyako kupokea, au avipe uwezo vyombo vyako vya kupokea hilo ongezeko. Mungu azipe uwezo nyavu zako
kustahimili samaki watakaoongezeka mwaka huu. Usiwe kama wakina Petro. Samaki walivyoongezeka, nyavu zilianza kukatika. Walikuwa hawajajiandaa kwa ongezeko kubwa kiasi kile kivyombo. Mwaka huu muombe Mungu akipe uwezo chombo alichokupa, au akupe chombo kingine kitakachokuwa na uwezo wa kupokea ongezeko la namna hii. Mungu akiona uko tayari, au chombo chako hakiko tayari kupokea ongezeko la namna hii, uwe na uhakika hataleta hilo ongezeko. Haleluya, haleluya. Mathayo sura ya 9 mstari wa 17, Biblia inasemaje? Hakuna mtu ambaye anachukua divai mpya anaiweka kwenye viriba vikuukuu. Hiyo ni Mathayo 9 mstari nafikiri wa 17. Kila divai mpya sharti iweke kwenye vyombo vipya. Kwa nini? Biblia inatuambia ukiweka divai mpya kwenye chombo kikuukuu, hicho chombo kitapasuka. Wala hakuna mtu anayeweka kilaka kipya kwenye vazi la zamani. Kwa nini? Kwa sababu vazi la zamani haliwezi kustahimili upako wa kilaka kipya. Kiriba cha zamani hakiwezi kustahili upako wa divai mpya. Maana yake ni nini? Maana yake ukitaka divai mpya, ukitaka ongezeko la namna hii, omba Mungu akupe uwezo wa kivyombo. Vyombo ambavyo Mungu amekupa viwe na uwezo wa kupokea ili ongezeko. Nafasi yako kazini iwe na uwezo wa kupokea ili ongezeko. Ikiwezekana Mungu afanye adjustment kwenye hizo nafasi. Majukumu yabadilishwe hapo kazini. Lile ambalo ulikuwa huwezi kufanya sasa liwe kwenye uwezo wako wa kufanya. Hapo kwenye biashara yako mambo yabadilike. Mungu afanye reallocation, abadilishe mfumo wa kibiashara wa soko lako. Kama kuna vitu vilikuwa vinapitia kwa madalali peke yako, na wewe uwe dalali, au na wewe upewe uwezo wa kuwa na maamuzi juu ya dalali. Mambo yabadilike. Kama unahitaji nafasi kwenye eneo ulilopo, hicho ni chombo. Mungu akupe nafasi ya uongozi, uwe na maamuzi. Mungu akaimarishe uwezo wa vyombo vyako kupokea katika jina la Yesu mwaka huu. Haleluya, haleluya. Kila ulicho nacho ambacho kilionekana kama ni dhaifu, Mungu akitengeneze upya. Yeye ndio mfinyanzi, anaweza kufinyanga anavyotaka. Muombe Mungu akuongezee uwezo wa vyombo vyako kupokea. Na ni Mungu pekee anaweza kuongeza. Usijaingia kwenye mtego wa yule tajiri wa Luka sura ya 12. Ukisoma Injili ya Luka sura ya 12, wasomaji wa Biblia mnajua kuanzia mstari wa 16. Bwana mmoja amelima shamba lake na amevuna mazao mengi. Biblia inasema baada ya kupata yale mazao, angalia anachosema, akalala akatafakari, nifanyeje? Badala ya kumtegemea Mungu akasema, najua nitakalofanya, nina uwezo. Nitabomoa ghala zangu na kuongeza uwezo wake, alafu nitaweka mavuno yangu yote kwenye ghala. Anasema kisha nitalala nistarehe. Kwa sababu gani? Nina vitu vingi vya kutosha. Biblia inasema malaika wakamwambia, mpumbavu wewe, wanataka roho yako usiku. Akawangamia. Mungu akamharibu. Kwa nini? Kwa sababu aliongeza vyombo vyake kibinadamu. Usiongeze vyombo vyako kibinadamu. Usiongeze mipaka yako kibinadamu mwaka huu. Kilicho nje ya utaratibu wako kiache kiwe nje ya utaratibu. Mwambie Mungu, nipe namna sahihi ya kuingia kwenye haya maamuzi katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jambo la 4, muombe Mungu. Katika kumtegemea Mungu kwenye hili ongezeko, muombe Mungu akupe uhuisho wa kutunza moyo wako wa ibada. Mungu anahitaji kukuongeza, ni Mungu wa agano. Na kwa hiyo ni muhimu sana ukatunza moyo wako wa ibada. Ongezeko la namna hii linavyokuja, moja ya eneo ambayo utakimbilia kukupoteza ni moyo wako wa ibada. Kwa hiyo unapomtegemea Mungu kwa namna hii, muombe ahuishe, aushikilie moyo wako wa ibada, ili ongezeko likija, yeye abaki kuwa Mungu kwako. Habakuki sura ya 1 mstari wa 15 na wa 16, Biblia inasemaje? Inasema mafanikio yakija, unapoanza kuyafurahia, jambo jingine linatokea. Yanaanza kukimbiza ibada. Nafasi ya ibada ambayo Mungu alikuwa nayo yanaanza kuikimbiza. Sasa unaanza kuwa bize na vitu ambavyo vimekupa mafanikio, vyombo vilivyokupa mafanikio, badala ya kuwa bize na Mungu aliyekupa mafanikio.
Ndio maana Daudi alikataa kunywa yale maji, kwa sababu kwa kunywa maji angekuwa amewapa utukufu wale mashujaa watatu wanadamu, na wakati utukufu unatakiwa kuwa wa Mungu peke yake. Mwaka huu unapomtegemea Mungu kwa ongezeko, mtegemee pia kujitunza nafsi yako na roho yako, ili moyo wa ibada ubaki. Moja, Habakuki mstari wa 15 na wa 16, yeye huwatoa wote kwa ndoano yake. Huyu ni mvuvi, anasema huwakamata katika wavu wake na kuwakusanya katika juya lake, ndiyo sababu afurahi na kupendezwa. Kwa hiyo anafurahi na kupendezwa kwa sababu ametumia ndoana, ametumia wavu, ametumia juya kupata samaki, na anafurahi na kupendezwa. Ni jambo zuri kufurahi namna hiyo, na Biblia imeagiza. Lakini angalia mstari wa 16, mtego uliopo. Mtego unasema kwa sababu hiyo huutolea wavu wake sadaka na kulifukizia uvumba juya lake, kwa sababu kwa vitu vile fungu lake limenona na chakula chake kimekuwa tele. Kwa hiyo huyu mtu amefanikiwa kwa uvuvi, kwa ndoano, kwa juya, kwa wavu, na amefurahia yale mafanikio. Anapofurahia namna hii, angalia, anauacha moyo wake, unamwacha Mungu. Anaenda kutoa sadaka kwa juya, anatoa sadaka kwa ndoano, anafukizia uvumba juya na nyavu zake. Maana yake amepeleka ibada kwa vitu ambavyo vimempa mafanikio badala ya Mungu aliyempa mafanikio. Ongezeko hili litakuwa halisi na litadumu kwako hatua kwa hatua, pale ambapo moyo wako wa ibada utabaki kuwa kwa Bwana. Mungu atunze moyo wako wa ibada katika jina la Yesu. Haleluya. Wacha vitu vije, wacha vitu viongezeke, tazamo wako ubaki kuwa kwa Bwana. Unajua wenzetu wamefanikiwa sana kuliko sisi. Wanamwabudu Mungu mwingine, lakini mara 5 kwa siku wanafanya ibada. Wengine tunaenda kwenye maduka yao, wakifika muda wamefunga, tunasubiri mpaka wafungue. Wanafanya nini? Wanamswalia Mungu wao. Ni Mungu anayehitaji kuombewa, wewe fikiri, lakini wako bize naye. Wako wapi Wakristo mwaka huu ambao watakuwa tayari kusema kwa lisaa hili limoja ninafunga hii biashara na kwenda kuabudu? Wako wapi? Mungu anatafuta watu wenye moyo kama huo mwaka huu ili awaongeze. Wako wapi Wakristo ambao fellowship nyingi zimejaa? Siku hizi kuna lunch hour fellowship nyingi huku mjini, watu wanafanya ibada za muda wa chakula. Wako wapi Wakristo ambao wako tayari mwaka huu kusema lunch yangu yote mwaka huu sitakula, nitakuwa nakwenda kwenye ibada. Ukibaki muda baada ya ibada ndio nitakula lunch, lakini kipaumbele changu ibada ya mchana ya lunch fellowship. Wako wapi? Tukiendelea kuwa Wakristo ambao tunafurahisha matumbo yetu, tuwe na uhakika ili ongezeko halitaliona. Mungu awe na nafasi ya kwanza katika kila kitu ambacho Mungu amekupa kufanya mwaka huu katika jina la Yesu. Haleluya. Luka sura ya 22 mstari wa 32 ni kitu Mungu alimwombea Petro. Akamwambia, moja ya kitu ambacho nakuombea wewe, imani yako isitindike. Na hiyo imani sio tu isitindike, wewe ukiongoka waimarishe na wengine. Akamwambia Simon, nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Maana yake nini? Maana yake kadri mafanikio yanavyokuja, Mungu aitunze imani yako katika jina la Yesu. Kadri unavyopiga hatua toka imani hata imani, uwe ni chanzo cha kuwavuta wengine kwa Mungu pia, kwa sababu unahitaji Mungu atukuzwe ili ongezeko kwako lizidi katika jina la Yesu. Jambo la mwisho la tano ambalo unahitaji unapojiachia kwa Bwana kumwomba Mungu akusaidie ili ongezeko liwe dhahiri kwako. Unahitaji kumwomba Mungu akuhamishe au akupe uwezo wa kuhamishwa toka nchi ya ahadi. Nimeandika namna hiyo, toka nchi ya ahadi na kuingia nchi iliyojaa ahadi. Ndivyo nilivyopewa. Mungu akupe uwezo wa kuhamishwa kutoka nchi ya ahadi akuingize katika nchi iliyojaa ahadi. Kuna tofauti kubwa ya nchi ya ahadi na nchi iliyojaa ahadi.
Siku nyingine labda tutaipanua zaidi, lakini wana wa Israeli kwenye Agano la Kale waliahidiwa nchi iliyo yenye ahadi, nchi ya ahadi. Mungu akawaahidi nchi yenye maziwa na asali, ni nchi ya ahadi, na wakaitazamia ile nchi ya ahadi. Lakini kila aliyepita toka Agano la Kale na yuko Agano Jipya, baada ya kifo cha Yesu, hatuna tena nchi ya ahadi, tuna nchi iliyojaa ahadi. Maana yake zile ahadi zote ambazo zilikuwa zimefichwa sasa zimefunuliwa. Kwa hiyo muombe Mungu akupe uwezo wa kuona fursa na ahadi ambazo zimekuzunguka, kwa sababu kila eneo ulilopo kuna ahadi na uwezo wa Mungu kukuongeza. Ndio maana bingwa wa falsafa Suleimani akasema kwenye Mithali 14:23, katika kila kazi mna faida. Maana yake kila unalotia mkono wako kufanya kuna faida. Sura ya 17 mstari nafikiri wa 8 akasema karama ni kama kito cha thamani, kila kigeukapo hufanikiwa. Maana yake ukigeuka nyuma unatakiwa uone fursa, ukiangalia kushoto uone fursa, ukiangalia kulia uone fursa, mbele yako ziweko fursa. Utoke kwenye kutazamia ahadi, ujue hizo ahadi tayari zimefunuliwa na ziko kwako tayari. Mungu akupe hayo macho mwaka huu katika jina la Yesu. Mungu akutendee sawasawa na Kumbukumbu, na nitakuwa namaliza hapo. Sura ya 11, Kumbukumbu sura ya 11 mstari wa 10 hadi wa 12 unatuonyesha hii transformation, hili badiliko, jinsi ambavyo linakusaidia. Badiliko la kutoka kwenye nchi ya ahadi na kwenda kwenye nchi iliyojaa ahadi. Moja ya maeneo kwenye Biblia ambayo imelisema vizuri, Kumbukumbu sura ya 10 mstari, sura ya 11 ule mstari wa 10 mpaka mstari wa 12. Mungu akawaambia, kwa kuwa nchi mwingiayo kumiliki, nchi uingiayo kumiliki, umiliki ambao Mungu anakupa mwaka huu 2026, unisikilize, si mfano wa nchi ya Misri ulikotoka. Huko tumetoka, Mungu ametuvusha, tukikaa kiagano tumetoka. Kule Misri kulikuwa kuna nini? Hapa Biblia inasema huko Misri ulikuwa ukipanda mbegu zako humo na kuinyesheleza kwa mguu wako kama shamba la mboga. Maana yake ili ufanikiwe ulikuwa unahitaji kusota, uchote maji kwa miguu yako ukamwagilie kama bustani, ndipo upate mazao ya bustani. Maana yake kuna nguvu kubwa ulikuwa unatumia, kuna kazi kubwa ulikuwa unatumia, mateso mengi ulikuwa unatumia ili kufanikiwa. Mungu anasema anapotaka kukuongeza mara 1000, amekutoa kwenye hiyo nchi ya Misri ya mateso katika jina la Yesu. Sasa angalia nchi anayokuongeza. Ningekuwa mimi ni wewe, ningesema amen kubwa, kwa sababu kwa jina la Yesu ni muhuri ya kwamba hicho anachokisema kitatokea kwako. Iwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Angalau hapo mmechangamkia tenda. Lakini mstari ule wa 11 anasema, lakini nchi muivukiayo kuimiliki, ambayo tayari sisi tumeingia ndani yake. Hiyo nchi ambayo wanaivukia sisi tuko ndani yake, tunayoingia ili kuimiliki. Biblia inasemaje? Inasema ni nchi ya vilima na mabonde, nayo hiyo nchi nayo hunyweshwa maji ya mvua ya mbinguni. Maana yake haumwagilii tena kwa mikono yako na kwa miguu. Mvua inanyeshea hizo baraka ambazo Mungu amekupa. Hilo liwe ni fungu lako katika jina la Yesu. Mungu anyeshee kazi yako mwaka huu katika jina la Yesu. Mungu anyeshee biashara yako mwaka huu katika jina la Yesu. Vyanzo mbalimbali vya mafanikio vionekane kwako mwaka huu kiwepesi kama baraka za Bwana katika jina la Yesu. Mstari wa 12 anasema sio hivyo tu, hii nchi ambayo Mungu anakupa, hicho chombo ambacho Mungu amekupa, ambacho anataka kwa hicho akuongeze mara 1000, kitatunzwa na Bwana Mungu wako katika jina la Yesu. Maana yake hakutakuwa na adui atakayeingia na kuharibu hiyo baraka ambayo Mungu amekupa, kwa sababu Mungu mwenyewe ataitunza hiyo baraka katika jina la Yesu. Hicho chombo, iwe ni kazi, iwe ni biashara, iwe ni familia ambayo Mungu anakupa ya kukuongeza na mara 1000, mwaka huu macho ya Bwana Mungu wako yawe juu yake. Na si tu yawe juu yake mara moja, yawe juu yake
tangu ya mwanzo wa mwaka huu, hii Januari, hata mwisho wa mwaka Desemba. Macho ya Bwana yatazame hicho chombo alichokupa kukuongeza, na yasiondoke kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uendapo shambani, macho ya Bwana yawe juu yako. Uendapo mjini, macho ya Bwana yawe juu yako. Uendapo shuleni, darasani, macho ya Bwana yawe juu yako. Kama ni mwalimu, unapofundisha, macho ya Bwana yawe juu yako. Uwapo kwenye huduma, macho ya Bwana yawe juu yako. Macho ya Bwana huwa kwa wao wenye haki, na yanawaangalia ili kuwafanikisha. Hilo liwe ni fungu lako katika jina la Yesu. Anavyokuangalia hivyo, pia uwezo wa kuponya ulio katika mbawa zake uwe juu yako mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.